Gazeti la Mwananchi Tanzania kuna habari zimeandikwa hapa. Habari ya kwanza kabisa imeandika maumivu, hofu. Lakini pia ni miji ilivyoachwa na maafa, lakini pia majeraha, udhabiti na namna ambavyo kuna habari picha hapa, uharibifu wa miundombinu uliotokea. Lakini pia habari nyingine ambayo imepewa uzito kwenye gazeti la Mwananchi imeandika shughuli Dar es Salaam za rejea mdogo mdogo. Shughuli Dar es Salaam za rejea mdogo mdogo, lakini ni baada ya kusitishwa pia kwa muda mrefu, ikiwa ni pamoja na shughuli za usafirishaji. Na tunazungumzia sekta ya usafirishaji, ni moja kati ya sekta ambayo imebeba au kwa company sekta nyingine zote. Yani hata sekta ya afya inategemea sekta ya usafirishaji, kwa sababu hata huyo mgonjwa unampeleka hospitali inabidi apitie asafirishwe kufika hospitali. Lakini pia madawa yanasafirishwa kuleta hospitali. Kila kitu tunachokiona ambacho tunakitumia kimepita kwa namna moja au nyingine kwenye sekta ya usafirishaji. Hivyo sasa, baada ya kusitishwa kwa muda mfupi usafirishaji kwenda mikoani kupitia stendi ya Magufuli, na unatarajiwa ule usafiri sasa unatarajiwa kuanza hivi karibuni tena, ambapo watu wengi walikuwa kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mingine, ikiwa ni pamoja na kurejea Dodoma. Sasa huenda ukaanza mapema na umeshaanza, na hii ni kutoka kwa agizo la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila. Ametangaza kuwa viongozi wa wilaya ya Ubungo kwa kushirikiana na vyombo vya usalama watatoa utaratibu rasmi wa jinsi magari yatakavyoanza kutoka au kutoa huduma kutoka kituo hicho. Nazungumzia stendi kuu ya Magufuli pale Dar es Salaam kwenda mikoani. Aidha pia wafanyabiashara waliokuwa na maduka ndani ya stendi hiyo pia wamethibitishiwa kuwa salama na wametakiwa kufika saa 10 jioni hapo jana kupata maelezo kuhusu namna ambavyo wanaweza kuendelea na kuendeleza shughuli zao. Sasa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni naye hapa Mheshimiwa Chalamila akitoa maelekezo na maelezo hayo kuhusiana na namna ambavyo huduma za usafiri sasa zimeruhusiwa. Kwa hiyo kuna makocha walikuwa Dar es Salaam kwenda mikoa mingine, kuna watangazaji, lakini pia watumishi wa sekta mbalimbali walikuwa Dar es Salaam wakati huo. Sasa hebu tupate kumsikia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mwenyewe akitueleza kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Ndugu Chalamila, karibu bwana mheshimiwa. Kumbuka kwamba usafiri wa kwenda mikoani kupitia stendi ya Magufuli ama kuanzia stendi ya Magufuli nao ulisitishwa kwa muda. Na kwa mantiki hiyo, stendi ya Magufuli inaanza kufanya kazi rasmi haraka iwezekanavyo, na ikiwezekana leo saa 10 uongozi wa wilaya ya Ubungo kwa kushirikiana na vikosi vya kiusalama watatoa utaratibu mzuri wa namna ya usafiri huu ama basi haya kuendelea kutoa huduma zake kuanzia kituo cha Magufuli kwenda mikoani. Na hapa niweke wazi kwamba wakati wa ufungaji kulikuwa kuna wafanyabiashara kwenye maduka hayo na ambayo yamelindwa mpaka sasa yakiwa yako salama. Tungetamani sana uongozi wa stendi ya Magufuli pamoja na wadau wanaofanya kazi katika stendi hiyo kuwepo saa 10 hiyo, ili wapate utaratibu wa namna ya kuendeleza tena kazi zao katika stendi hiyo. Namna hiyo maelekezo yalitoka hivyo, na hiyo ilikuwa ni jana asubuhi. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza na wewe shughuli zimekwisha kuanza kama kawaida na mambo yanaendelea, na mimi naendelea kusoma habari hapa. Na kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania, habari nyingine iliyopewa uzito nasema tamati ya uchaguzi Samia Dr. Mwinyi muhula wa pili. Ukurasa wa 4, wa 5 na wa 6 kuna undani wa taarifa hiyo. Gazeti nyingine ambalo naliangazia hapa ni gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti la Habari Leo pia limeandika Samia ahadharisha kugawanyika, lakini pia haimiza kuepuka mihemko chuki. Ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo. Wakati habari nyingine anasema Hichilema utulivu Tanzania ni muhimu SADC na East Africa. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo, ambapo pia habari nyingine iliyopewa uzito kwenye gazeti la Habari Leo inasema Watanzania waelezwa umuhimu wa umoja. Wakati habari nyingine inasema waangalizi wa East Africa wasifu wazi uchaguzi mkuu. Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Na habari nyingine iliyopewa uzito inasema wagombea urais upinzani waridhika
waipongeza INEC. Walivika, lakini pia kama haitoshi wameipongeza INEC. Habari nyingine iliyopewa uzito kwenye gazeti la Habari Leo inasema Zito Serukamba waangushwa, Baba Levo ashinda. Ukurasa wa 15 kuna undani wa taarifa hiyo. Kutokana na kile kilichotokea Tanzania, kuna baadhi ya mikoa watu wameanza kupandisha bei ya vyakula na bidhaa. Au sio bwana? Mkoani kwako, mtaani kwako, hebu weka ujumbe wako, weka comment yako, kitu gani kimepanda bei? Alafu nikujuze kutokana na habari hapa kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Katavi. Sasa mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka wafanyabiashara mkoani humo kutokuchukua kipindi cha baada ya uchaguzi kama kisingizio cha kupandisha bei za bidhaa, na akisisitiza kuwa shughuli za biashara ziendelee kama kawaida na bidhaa zenye bei elekezi ziuzwe kwa bei elekezi na kiwango kile kile rasmi. Sasa mimi nakuuliza wewe Mtanzania, vipi? Mtaani kwako hapo bidhaa gani imepanda? Kuna mtu amepandisha tu bei alafu anakuambia vitu havipatikani na kati store anavyo vya kutosha. Sasa akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Mrindoko pia amesema huduma zote muhimu kama elimu, afya, usafiri, biashara, masoko na vituo vya mafuta zinapaswa kuendelea kutolewa bila usumbufu wowote, ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata mahitaji yao ya kila siku bila changamoto. Lakini pia amesema serikali haitavumilia kuona baadhi ya wafanyabiashara wakitumia visingizio vya kisiasa au mabadiliko yanayotokana na kipindi cha uchaguzi kuongeza bei kiholela, jambo ambalo linaweza kuathiri maisha ya wananchi. Lakini pia ameongeza kuwa ofisi yake itaendelea kufuatilia hali ya upatikanaji wa bidhaa na huduma muhimu ili kudhibiti ongezeko la holela la bei na kuhakikisha wananchi pia wanapata huduma bora kwa gharama nafuu. Mtanzania unempandishia bei ni Mtanzania mwenzio. Mtanzania mwenzio unampandishia bei ili weje. Weka komenti yako hapo Mtanzania, vipi hata sukari unainunuaje mtaani kwako? Alafu tukirejea hapa tutakuja kujuzana kwa uzuri kabisa. Lakini pia panapo baada tu ya Mheshimiwa Rais kuapishwa na kuanza majukumu yake rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Hamza Said Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, na taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Moses Kusiluka hapo jana. Lakini pia imesema Johari pia ataapishwa Jumatano Novemba 5, yani leo sasa saa 4 asubuhi katika Ikulu ya Chamwino Dodoma. Na Rais Samia Suluhu Hassan alimteua Hamza Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali tarehe 15 Agosti mwaka 2024 kama utakuwa unakumbuka. Kisha tarehe 27 Agosti mwaka 2024 alifanya kiapo cha uaminifu mbele ya bunge mwaka mmoja nyuma. Sasa huyu ni nani hasa? Wasifu wake huyu ambaye ameteuliwa sasa hivi, ambaye tunamzungumzia sasa hivi, namzungumzia Hamza Said Johari. Ni nani hasa? Nisikilize kwa makini. Kwanza, amefanya kazi zaidi ya miaka 20 katika masuala ya mikataba, sheria ya anga na anga, lakini pia sheria ya usafiri wa anga na baharini. Si ndio bwana? Na ana shahada ya sheria kwa maana ya LLB, wanavyuo au wanazuoni wananielewa hapa, na LLM katika sheria ya kimataifa kutoka chuo kikuu cha Kiev huko Ukraine. Na kabla ya uteuzi huu alikuwa ni mkurugenzi mkuu wa Tanzania Civil Aviation Authority, yani TCAA, kwa miaka 9, na ameahidi kutoa usaidizi pia mkubwa katika majukumu ya serikali kati ya yale ambayo yamekuwa akiyafanya. Lakini pia ofisi yake ni ofisi ya mwanasheria mkuu. Sasa watu wanaweza kawa wanajiuliza majukumu yake makubwa ni yapi? Sasa ofisi yake ni ofisi ya mwanasheria mkuu, yani OAG, ambayo ina jukumu la kutoa ushauri wa kisheria kwa serikali na kuandaa sheria na mikataba. Kwa mfano, anaweza katoa wito kwa mawakili wa serikali kuzingatia weledi na ubora katika majukumu yao ya kazi. Sasa sio mwaka 2024, ameteuliwa mwaka 2025 na ni jana tu, na anatarajiwa kuapishwa leo saa 4.
mambo yanakuwa ni mazuri hivyo, na tunaendelea kuchana kurasa za magazeti. Tayari ni saa 1 dakika 37 msikilizaji na mfuatiliaji wetu wa mitandao ya kijamii. Unasikiliza AFM Radio, unaweza kujiunga nasi pia kupitia website yetu ambayo ni www.afmradio.co.tz, wakati Instagram, X, zamani ilikuwa ni Twitter, lakini pia TikTok kwa kuandika @AFMRadioTZ. Tembelea Facebook pia andika AFM 92.9 kuwa tofauti, wakati YouTube tunasomeka kama ADigitalTZ. Jambo linakuwa bulbul kama utaweka ujumbe wako pia kwa kile unachokisikia kupitia 0779729593. Mimi naitwa Ndaki William, tembelea mitandao ya kijamii andika Ndaki William. Lakini pia ile William ni double L na pale kuna kuwa na A badala ya U, sio Ndaki William, ni Ndaki William.